Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepiga hatua muhimu katika maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027 kufuatia kusainiwa kwa mkataba wa uboreshaji wa uwanja na miundombinu ya barabara jijini Arusha. Hafla hiyo imelenga kuhakikisha barabara zenye urefu wa kilomita 19.9 zinajengwa na kuboreshwa kiwango cha kimataifa kwa gharama ya shilingi bilioni 82.9 ili kurahisisha usafiri kuelekea na kuzunguka uwanja wa mashindano hayo. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesisitiza utekelezaji wa miradi hiyo kutekelezwa kwa wakati. Hawezi kufikika kama barabara ni mbovu, na tunafahamu ya kwamba mwakani tutakuwa na ugeni mkubwa na dunia yote. Watu wanaongelea Afrika, lakini mashindano ya AFCON yanabeba dunia nzima. Maana dunia yote macho yake yatakuwa Tanzania. Na kwa mji wa Arusha ulivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mji wa kipekee katika miji yote ambayo itahost AFCON. Sio Kenya, sio Uganda. Arusha inazo advantage nyingi za kutumia mashindano hayo ya AFCON kujenga uchumi wake. Kwa tunapoona leo mkataba unakwenda kusainiwa, kwetu sisi tunafarijika zaidi ya kwamba si tu kwamba AFCON itakuja na kutuachia historia ya wachezaji, lakini itaacha alama za wananchi wa jimbo la Arusha wakitembea kwenye barabara za lami. Kwa upande wake, kiongozi mtendaji wa TARURA amebainisha kuwa maandalizi yote ya awali yamekamilika na ujenzi wa barabara hizo utaanza hivi karibuni kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Kama tunavyojua, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea na ujenzi wa uwanja wa mpira kwa ajili ya mashindano ya AFCON mwaka 2027 jijini Arusha, eneo la Bondeni Site, na utekelezaji wa ujenzi huo umefikia zaidi ya asilimia 75. Sambamba na ujenzi wa uwanja ni ujenzi wa miundombinu muhimu ya barabara yenye jumla ya kilomita 13.2 na baadhi ya sehemu zitakuwa na njia 4, na hivyo jumla zitakuwa kilomita 21.4 kwa kiwango cha lami kuelekea kwenye uwanja kutokea barabara kuu za Arusha Babati na Arusha Bypass na kuzunguka uwanja. Baada ya mchakato wa ununuzi kukamilika, kampuni ya Masters China Railway Construction Engineering Group imeshinda zabuni na kupewa kazi hii ya ujenzi wa barabara kwa gharama ya shilingi bilioni 81.5 kwa muda wa miezi 13. Mkataba utasainiwa leo na kazi zitaanza rasmi tarehe 1 Aprili 2026. Pamoja na Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Riziki Shemdoe, waliohudhuria hafla hiyo wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika taasisi mbalimbali ili kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa ufanisi. Kazi hii inatakiwa kumalizika mwezi wa 5 mwaka 2027. Sasa niwaambie contractors kwa Kisambaa. Mimi ni Msambaa wa Lushoto. Kwa naomba niwaambie contractors kwa Kisambaa. To the contractors, you have heard what Hon Makonda said. He said he doesn't want to see any request for extension. AFCON will start in June 2027 and your work must end on May 2027 so that we allow everything to go smoothly. So I said I'm speaking this in my vernacular language. Take it, and I will also be serious on it. I want not to see that there is any extension that will be requested.